Na ni ukweli kwamba tusipoweza kutransform kilimo kwa namna ambayo tunatakiwa tutransform, tunaweza kweli kuwa uchumi wa kati na hata tunaweza tukawa uchumi wa juu, lakini lead la umaskini tutakalokuwa nalo litatisha sana, kwa sababu watu wengi wako kwenye kilimo, na ama tutakuwa na lead kubwa la umaskini au tutakuwa tegemezi kwenye chakula na mazao mengine. Kwa hakuna namna ambayo tunaweza kutarajia kubadilisha uchumi wetu bila kuangalia kilimo. Alikuwa anaeleza watu hatari connection ya kilimo na maendeleo ya viwanda kwa mfano. Na hili si kwamba nalisema kwa sababu nimekuwa waziri wa kilimo, niliandika na makala wakati nikiwa katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji, kwamba hatuwezi kuleta mageuzi ya viwanda bila kweli kufanya mageuzi kwenye kilimo. Kwa sababu kwanza moja ambalo kila mtu analifahamu ni kwamba kilimo ndio chimbuko kuu la malighafi. Hilo kila mtu analifahamu, halihitaji kuelezwa. Lakini kitu ambacho watu wengi hawajui ni kwamba gharama ya kuendeleza sekta nyingine za uchumi zinategemea sana na namna mtu anaweza akaisha, anahitaji kiasi gani ili aishi. Kwa mfano, mshahara tu mtu anaolipa, unataka kutengeneza kiwanda, kama umlipi mshahara wa kumwezesha kujikimu na kuishi, hauwezi kufanya kazi vizuri kama inavyotakiwa. Lakini sio kwamba maana yake mshahara kupandishwa sisi kila Mei Mosi au nini. Ni swala ni kwamba vile vitu ambavyo mfanyakazi anavinunua, bei yake ikiwa haishuki au inapanda, kimsingi mshahara halisi unapungua. Sisi wachumi tunatofautisha sana mshahara halisi na mshahara. Mshahara wa kawaida unaweza kawa ni kaambiwa ni milioni 10. Lakini bei ya vitu unavyonunua ikiwa ni kubwa sana, inawezekana hiyo milioni 10 ikawa ni kidogo kuliko mshahara ulikuwa unalipwa mwaka 1960. Mtu alikuwa analipwa labda shilingi 50 na ikawa ni hela nyingi zaidi kuliko mtu anakuja kulipa milioni 10. Na namna moja tu ya kuongeza mshahara halisi ni kuhakikisha kwamba bei ya vyakula inapungua. Na wafanyakazi wengi hasa viwandani kadhalika wanatumia zaidi, takriban nusu au zaidi kidogo ya mshahara wao kwa ajili ya kununua chakula. Sasa ili bei ya chakula iweze kupungua, ina maana lazima tija iongezeke. Kwa sababu sisi tungependa mazao yale tunayotumia ndani bei yake ishuke, lakini kipato cha wakulima kiongezeke. Unaona hiyo? Kwa kama ni chakula, kama ni mahindi, tungependa huko tunakoenda bei ya mahindi ishuke sana, lakini mkulima wa mahindi apate fedha za kutosha. Yaani kipato kiongezeke lakini bei inashuka. Na maana yake ni kwamba lazima waweze kuzalisha zaidi kwa eneo analozalisha. Walinipa takwimu hapa, kwa mfano kwamba sisi kuna baadhi ya maeneo hapa ukilima ekari moja unapata magunia 12. Unapata 7, 8, 9, 10, 12, 15. Na nchi nyingine wanalipa, South Africa wanapata magunia 35. Kwa kumbe inawezekana bei kashuka, lakini kwa sababu unapata magunia mengi sana katika eneo dogo, ukajikuta kipato cha mkulima kinaongezeka. Lakini ile bei inaposhuka, ina maana unaongeza mshahara halisi wafanya kazi. Kwa gharama mtu kuweka kiwanda hapa Tanzania inaweza sio kubwa sana, kwa sababu anaweza kalipa kiwango hicho ambacho tunakiona, mfanyakazi bado akaridhika, kwa sababu anaweza kalisha familia yake, akapata hela na akiba, na maisha yakaenda mbele. Sasa hicho ndio kitu ambacho connection ambayo watu wengi hawajui. Na actually ukitrace sana baadhi ya maeneo ambayo industrialization ilifanikiwa, bei ya chakula ilikuwa ni at the heart of it. Sasa na malighafi. Kwa hiyo kilimo ni muhimu sana, na hatuwezi tukikipuuza, madhara yake yatakuwa makubwa sana. Tukipuuza kilimo alafu tukaendeleza sekta nyingine tukafanikiwa, kwa mfano kwa maajabu, labda kwa sababu madini yanaweza kuingiza mapato kwenye nchi, alafu tukahisi kwamba tulihitaji kilimo, tutabakiza lindi kubwa sana la umaskini. Kwa sababu watu wengi walio kwenye kilimo watabaki maskini hohehahe, alafu ukipita mjini utakuta magorofa mazuri yanang'aa, alafu kuna watu wanaendesha magari safi, super ametulia, lakini umaskini utakuwa mkubwa na amani ya nchi yetu haiwezi kuwa na uhakika. Tunaona baadhi ya nchi ambazo sitozitaja, lakini Latin America ni moja wapo, ambao maendeleo ukiona chumi zile ni kubwa kweli kweli, lakini hali yake ya kisiasa ni tete siku zote, kwa sababu ya ule mgawanyo wa zile fursa ambazo uchumi umeweza kuleta. Kwa hiyo swala la kilimo ni muhimu sana. Sasa sisi tunachozungumza kipaumbele kwetu siku zote, mkisikiliza sana, cha kwanza tunazungumzia utafiti. Sasa utafiti sio, nimeona binti moja
daktari alikuwa anasema make agriculture sexy, sexy. Achukua gazeti akasema look, don't put this lady, put my picture and people want to. Sasa ukizungumza utafiti, it may not be that sexy kwa sababu ni investment ambayo nipata potea kwa namna fulani, alafu inachukua muda mrefu. Kwa hiyo huku ukiangalia nyuma huku ni kama vile tulianza kuacha, tukaona kama utafiti pengine tuende wapi, tunaacha utafiti. Kwa utafiti ni namba moja. Na utafiti ni pata potea. Utawekeza hela, utapata, utakosa, lakini kila ukipata unazidi kusonga mbele. Na baadhi ya maeneo ambayo nimeona tumepata kutokana na utafiti kwa kweli yanafurahisha sana. Niliangalia Mtama, ukienda pale Kongwa tu, na bahati nzuri kuna mashamba yanatumia mbegu za kawaida na shamba jingine linatumia mbegu zilizotokana na utafiti. Inaitwa Masia. Productivity ni tofauti kabisa. Kwanza kwa macho, wala unahitaji kuambiwa na mtu. Kwa kweli utafiti ni muhimu, lazima tuongee, na narudia sana hivi ili watu wasije wakasahau. Ukiangalia mihogo, juzi hapa nilikuwa naangalia mihogo. Mihogo bwana, kwa utafiti wa kituo chetu pale Kibaha tuna uwezo sasa hivi kuzalisha mihogo chungu mzima. Sasa hivi najua mwekezaji mmoja atapata shamba kubwa sana kule Lindi. Na tunataka afanye contract farming ili tuuze mihogo China. Lakini bila utafiti kuhakikisha kwamba tunazalisha zaidi kwa hekari, hatuwezi kusogea mbele. Kwa utafiti namba moja, kama ulivyosema mwenyekiti. Hata nyie kuweza kupata mbegu nzuri tunahitaji utafiti. Na utafiti lazima tufanye sisi, kwa sababu vinginevyo tutakuwa tunategemea mbegu kutoka nje. Kutegemea mbegu kutoka nje kama ulivyosema, hatimaye hatuweki mahali pazuri sana. Lakini pili, huko kwingine tunakununua mbegu, agroecological situation yake haifanani sana na kwetu. Kwa wakati mwingine tunaweza tusiweze kuoptimize. Unaweza kuchukua mbegu kutoka India, lakini India na Tanzania inaweza kuwa tofauti. Unaona? Lakini pili, unajenga utegemezi kwenye mbegu. Kwa hiyo na maana masuala mazito sana kama chakula kweli tuanze kuwa tegemezi. Kwa utafiti namba moja. Na hilo tutaendelea kulisimamia kwa muda wote, na tutajitahidi, na tunaanzisha mfuko wa utafiti kwenye budget mtasikia, na tutajitahidi sana kusomesha vijana wengi zaidi. Waende wakasome mambo ya kilimo. Kwa hiyo namba moja, ukitusikia tukiongea siku zote utafiti namba moja, utafiti kwenye mambo ya kilimo. Na ndani ya utafiti tumegawa maeneo mawili. La kwanza utafiti kuhusu mbegu bora, halafu la pili utafiti kuhusu kilimo bora, yale mengine yote ambayo yanahusu agronomy na kadhalika. Kwa mbegu inakuwa ya kwanza ndani ya utafiti, kwa sababu tuna uhaba mkubwa sana wa mbegu, mkubwa sana. Hata ukisikiza bungeni wakizungumza waheshimiwa bunge, alizeti mbegu ziko wapi? Wakati hapa tumeanza kurevamp kilimo cha mpunga na cha changano, Sofia unafahamu? Watu wanasema tupeni sasa mbegu, na tumeidhinisha kuimport mbegu za ngano. Hasitoshi. Kwa hata unavyozungumza kwa mfano na Kabaka, nadhani umezungumza. Sijui wewe umezungumza kwamba sasa hivi tunaagiza mafuta ya kula kutoka nje. Actually tunaweza kujitosheleza kwa mafuta haraka sana. Endapo tukiwa serious tu. Na bahati mbaya hatujawa serious. Tukiwa serious kidogo tu, wakulima watapata fedha, tutazalisha mazao ya kuzalisha mafuta ya kula, tutajitosheleza. Lakini ukizungumza na watu mbegu alizeti ile record nasema sasa hivi anasema ni nzuri, oil content yake ni nzuri, inaanza kulingana na hiyo ya kuimport. Lakini haitoshi. Inatosha nani Sofia? Haitoshi. Kwa hata mbegu yetu hii wameniambia wameboresha mlisha, haitoshi. Sasa tunaenda kwenye mkakati mkubwa sana kwenye budget mtasikia kwa kuhakikisha kwamba tunaongeza uzalishaji wa mbegu za mafuta. Lakini sasa mbegu itabidi tutafute namna ya kuimport mbegu. Kwa hiyo tunahitaji utafiti namba moja. Na katika utafiti cha kwanza mbegu, cha pili mambo mengine yote ya kilimo tutawekeza. Cha pili ni kuongeza uzalishaji wa mbegu nchini. Sawa? Kwa sababu after all ukishafanya utafiti kama mlivyosema mwenyekiti umesema vizuri, ukishamaliza ukishafanya utafiti ukipata hizo mbegu, wale tayari kazi yao kubwa ni kufanya utafiti. Pamoja kwamba sasa hivi wanaanza kuzalisha mbegu, lakini focus yao kubwa lazima ibaki kwenye utafiti. Yes. Watoe mbegu, watu wengine waanze kumultiply. Nyie hata sekta binafsi wazi multiply ili watu wengi waweze kupata hizo mbegu. Kwa uzalishaji wa mbegu umo katika kipaumbele chetu. Na ni kweli umeangalia kwa mfano takwimu za Kenya, sisi mazao ya kilimo tunayoagiza Kenya
kitu kikubwa tunachagiza kutoka Kenya ni mbegu. Tunaagiza mbegu. Nilikuwa naangalia takwimu kabla sijaenda Nairobi juzi hapa. Hivi kwenye kilimo Kenya sisi tukoje? Sisi tunauzia karibia kila kitu, vitunguu, mahindi, maharage, machungwa, chungu mzima. Sawa? Lakini tunaagiza mbegu na shairi kutoka kwa. Kwa hiyo unaona kwamba tunacho import kutoka Kenya ni kitu ambacho wameinvest kwenye knowledge. Tunachouza sisi Kenya ni basic. Kwa tunanunua mbegu viazi, tunanunua na nyingine mbegu nyingine nadhani inaingia kinyemela Sofia. So unajua hivyo? Kuna viazi vinaitwa squeeze Obama swini vinatoka huko. Kwa hiyo vinakuja huku. Na sasa hivi itabidi tuendelee kufanya hivyo, lakini lazima catch up na kujitegemea kwenye mbegu. Swala la mbegu ni sana swala la usalama wa taifa tu. Kwa sababu hatimaye anayekupa mbegu asipokupa mtaishije kwenye nchi yenu? Lazima tuweze kufanya. Kwa hiyo hicho ni kipaumbele katika uzalishaji. Nitavisema hivi vipaumbele alafu nitarudi tena kwenye asa ambacho tunakusudia kukifanya. Baada ya utafiti, baada ya kumultiply mbegu, kwenye utafiti agronomy seeds. Tukija kwenye seed multiplication, tukitoka hapa tunaingia kwenye ugani. Sasa tuna knowledge hii ya kilimo bora cha alizeti na tuna mbegu bora ya alizeti. Alafu tumekwenda tumemultiply mbegu za alizeti. So what? Tunahitaji walioko field waweze kuwafikia wakulima, kuhamasisha na kutransmit hiyo knowledge tuliyopata kutoka kwenye utafiti na kuwafanya wapende kutumia mbegu ambazo nyinyi mmezimultiply ili kuongeza uzalishaji. Yaani inakwenda hivyo kwenye chain. Strategic intervention. Hatuongee mambo mengi. Hayo tunaongea. Sasa huko tunafanyaje tuweze kufanya? Kwa mfano sasa hivi tunafikiria kuwezekana kupanua sana contract farming kwa ajili ya alizeti. Ili tuweze kuimport mbegu ambazo hatunazo sasa hivi, hizi hybrid hizi. Tuanze kuzalisha mafuta ya kutosha wakati tunasubiri kuweza kujitosheleza kwenye mbegu. Mbegu za hybrid ni bei ghali zaidi kuliko ya record ambayo mnazalisha na multiply nyingi. Kwa hiyo shughuli za ugani tutaziwekea mkazo mkubwa sana. Tutawari train maafisa ugani wetu, tutawapa facilitate kuanzisha mashamba yao, tutawasaidia pembejeo, tutafufua yale mashamba darasa ya vijiji, tunatoa soil kits za kupima udongo, tunawapa mobility kwa kuanulia pikipiki na kuhakikisha kwamba na mafuta, tunanunulia mobile phone kuhakikisha kwamba tunaweza tukatrack their job every day watakapokuwa na file kwenye M-Kilimo na kadhalika na kadhalika. Na hayo tutafanya katika eneo dogo ili tuweze kuwa effective afu tusonge mbele. Of course kuna vitu kama umwagiliaji, lakini tena kwenye masoko. Sasa masoko kila siku tukisema masoko, tunadhani masoko siku zote ni kwamba tunatafuta mahali pa kuuza tunakosa, lakini kuna mahali ambapo watu wanataka kununua wanakosa. Si ndio? Kwa mfano sisi tunanunua mafuta ya kula kutoka nje na bei inapanda sasa hivi kwa sababu nyingi tu. Halafu wanaozalisha mafuta ndani hawapati malighafi ya kutosha. Na ardhi tunayo ya kuweza kuzalisha alizeti, ya kuzalisha ufuta, ya kuzalisha pamba, kuzalisha michikichi, kuzalisha karanga. Ardhi tunayo ya kutosha. Na wakulima wapo na wanataka watengeneze fedha. Wanahitaji fursa watengeneze fedha, lakini viwanda hivi vya kukamua ukiacha kimoja tuko hapa Dodoma vinapata alizeti ya kutosha labda miezi 3 tu kwa mwaka. Kwa hiyo ndio chain ambayo tunataka tu break kwa kweli masoko. Kwa hiyo tunajua kwamba hapa ni supply constraint. Yaani sisi ndio tunashindwa kustimulate uzalishaji. Na hizo ni kati ya pazo ambazo lazima tujitahidi kuzimaliza. Kwamba watu wanahitaji fedha. Mkulima anahitaji fedha. Sawa. Ana ardhi ipo. Akiweza kuzalisha alizeti, fedha ipo, maisha yake yanakuwa bora. Lakini vile vile ananunua mafuta ya kula. Tunaenda Malaysia tunanunua mafuta tunampa yeye na ardhi yake iko pale anaweza kulima mafuta. Kwa hivyo hivi tutajaribu kuvimaliza. Of course na masoko mengine kwa bidhaa ambazo inabidi tuziuze nje tunaongeza nguvu na mwisho na agrofinance. Sasa turudi kwenu kwenye asa. Na kwanza nashukuru sana kwa taarifa yako mwenyekiti, na nayo hadi copy tutasoma kwa ajili ya kufanya kazi zaidi. Na kama ninavyosema
sidhani kama tumewahi kuwekeza msukumo mkubwa sana. Kwa hiyo kwamba kweli tumeenda taratibu, tumeanzisha ASA kwa kutambua kwamba kwa wachumi sisi tunaita seed is a public good. Yani it's not completely a private good. Kwa maana gani? Public good ni kama afya, ugonjwa wa kuambukiza. Kumtibu mtu mmoja sio kwa manufaa yake mwenyewe, ni kwa manufaa ya watu wengine wote ambao wanaweza kuambukizwa ule ugonjwa. Kwa hiyo unaweza kuinvest sana sio kwa sababu tu ya mtu mmoja, ni kwa ajili ya community. Na seed ni public good in the sense kwamba ina faida kubwa kwa jamii kuliko hata ile faida mtu mmoja anayopata. Kwa hiyo ni sahihi kabisa sisi kama serikali tuhakikishe kwamba tunawekeza kwenye mbegu kupitia ASA. Private sector tutawasupport waendelee, lakini nyie mnapozalisha mbegu mnauza kwa bei ambayo wakulima wengi wataweza kuimudu. Huko mbele ya safari, kama hali ya uchumi ikipanda sana na wakulima wakawa na uwezo mkubwa, inawezekana swala la mbegu likafanywa kwa kiasi kikubwa na private sector zaidi, wakati nyinyi mnabaki kwa ajili ya kuhifadhi mbegu kama mlivyosema. Zisipotea, ambayo ni kazi ambayo lazima serikali ifanye kazi. Kwa hiyo swala la mbegu la kufana kwa nani, swala la usalama wa nchi. Ni swala la usalama. Mbegu ni usalama wa nchi. Unapoteza mbegu unaanza kuwa tegemezi. Huna usalama. Kwa sababu na nakumbuka zamani sana Mwalimu Nyerere wakati anahutubia, na kama sikosea alikuwa anahutubia Sumbawanga. Akasema sisi apartheid hatutafanya nao biashara kabisa. Hata iweje, na hata kama tulisingekuwa na viatu, nikaambiwa tu ni makaburu peke yao wanazalisha viatu, sisi tununua, tutatembea peku. Lakini akasema endapo hakuna chakula na makaburu peke yao ndio wanazalisha chakula, hapo nitaenda kununua kwa makaburu. Kwa sababu chakula ni swala la kufana kupona. Na maana yake ni kwamba mbegu ni swala la kufana kupona. Ukishakuwa tegemezi kwenye mbegu, wewe utakuwa control kama inavyowezekana. Kwa hiyo sisi tunahitaji sana tuzalishe mbegu za kutosha, lakini sasa za kutosha ni kwa upande wa ASA. Sasa tutapambana mpate fedha zile ambazo zimekuwa budgeted for zote. Kwa sisi, kwa sababu tunafahamu, mwenyekiti Sofia umeshiriki, kazi kubwa sasa hivi ni kuhakikisha kwamba, kwa sababu disbursement rate kwenye kilimo imekuwa around 25%. Ndio inakuwa natania kwamba nasema tuna slogan nyingi sana za kuongea kilimo, lakini no way. Inawezekana miundombinu disbursement rate ni kubwa, kwa sababu ile miundombinu ni muhimu, lakini Wizara ya Kilimo budget yenyewe ukiona haifikia hata ile azimio la Maputo la African Union, lakini hata pale ukiona kwenye karatasi hela haziji. Katika hela ambazo tulikuwa tupate kila 100 tulikuwa tunapata mwaka uliopita ni 25 tu zinaingia. Kwa hilo tutaongea na wenzetu na nadhani tunaelewana, kwa sababu tunazungumza, na nadhani mkuu wetu wa nchi alizungumza kututakachojitahidi sasa hivi, badala ya kusema tunaenda kuongeza hela, tuongeze disbursement. Hela ilikuwa budgeted for itoke. Na kama walivyosema kama itoke timely. Au umesoma nani Marco? Kama kai. Itoke timely, kwa sababu usipoilete timely haisaidii. Kwa kwanza hicho, tutajitahidi tuhakikishe kwamba fedha za kilimo zilizokuwa budgeted for, sisi hatutadai tuongezee hela. Zile zilizokuwa budgeted for zitoke. Vinginevyo tunafanya utani tu. Tutaimba kilimo uti wa mgongo, tunapenda wanyonge, tunapenda kupambana na umaskini, lakini kama hatutoi hela kwenye kilimo sisi tunadanganyana tu. Tutakuwa tunaongea alafu watu maisha yabadilike, alafu tunashangaa what's going on. Kwa hilo la kwanza, kwa upande wa ASA tutapambana fedha zilizokuwa budgeted for zitoke. Lakini kingine nimeshaelekeza, mashamba yote ASA tuyafufue, yote 13. Yote. Na yafanyiwe umwagiliaji. Kwa sababu umwagiliaji uko chini ya Wizara ya Kilimo. Tumeelekeza hakuna mradi mpya wa umwagiliaji utakaoanzishwa mpaka tumalize kumwagilia mashamba yote ya kuzalisha mbegu. Ile miradi ambayo tayari ipo sawa, iendelee, lazima tuimalizie. Lakini hatutaanzisha kitu kipya kabla ya kumaliza kumwagilia kwenye mashamba. Kwa sababu ni kweli tunapoacha mashamba ya kuzalisha mbegu yanakuwa mapori, tunaleta tu mgogoro kati yetu sisi na wananchi. Kwa sababu nataka mashamba afu wanaona kuna pori hapa halitumiki, unasema ni shamba la ASA, shamba la kuzalisha mbegu zenyewe hazioni. Wakivamia sasa baadaye, najua mengine imebidi mkate kwa sababu tushavamia, ameshakaa, sasa kwenda kugombana na watu kuwaondoa tena haitatusaidia sana. Kwa hilo tutakwenda nalo, na nadhani Dr. Sofia unafahamu hilo, na mwenyekiti tulikuwa wote Morogoro wakati tunakwenda kule. Kwa hiyo tutajitahidi kwamba kwenye umwagiliaji, na kwa sababu tunaanzisha mfuko wa umwagiliaji,
tunaanzisha mfuko wa umwagiliaji. Ukifanya vizuri, tukipata fedha, hatutaanzisha kitu kipya. Tutakuwa tunamalizia miradi ambayo inaendelea, alafu mingine yote tunaipeleka kwenye uzalishaji wa mbegu. Na ili mbegu zizalishwe kwa kasi ya kutosha. Kwa sababu mahitaji ya mbegu kweli ni makubwa. Kuna sehemu nyingine wananchi wanashindwa kununua mbegu bora kwa sababu ya bei. Lakini mbegu za ASA siku zote zimekuwa bei ambayo wananchi wanaweza kaimudu. Si ndio? Ndio. Kwa hilo liko wazi, tutakwenda nalo. Na itatusaidia kupunguza matumizi ya fedha za kigeni kwa sababu tunaagiza mbegu. Tunaagiza mbegu kutoka India, tunaagiza mbegu kutoka Zambia kama sikosei. Zambia tumeagiza mbegu za ngano. Kwa hiyo kwa mbegu ambazo tayari tunazo, tunachohitaji ni multiplication tu, tunahitaji mashamba yanafanya. Kwa hiyo tutalipigania hilo. Na hili la deni la ardhi tutaenda kuzungumza na Wizara ya Kilimo. Kwa sababu kidogo wakati mwingine tuko serikali, lakini wakati mwingine najiulizaga swali sana. Shamba la serikali. Sio la mtu bila, la serikali. Serikali inadai kodi kubwa. Basi hazina ilipo hilo deni huko juu kwa juu. Kwa sababu tukianza kudaiana sana ardhi hii kwa ajili ya mashamba, wakati tunakuwa nitaenda kuzungumza na wenzangu tuone tunaweza tukafanya nini. Mkianza kufanya kwa namna ambayo ni commercial viable, kulipa rent is fine. Lakini sasa nitashangaa kwa mfano, sijui kama ile jengo hapa tunadaiana rent au shule zetu ambazo zote ni ardhi ya serikali. Kwa hiyo tutajaribu kulizungumza. Kwa hiyo all in all tutajitahidi sana kusimama na ASA katika swala hili, kuangalia changamoto nyingine zote ambazo umesema mwenyekiti. Ikiwa pamoja na watumishi, kuna vitendea kazi, kuna magala na kadhalika. Lakini cha muhimu niliamua kuwaeleza vipaumbele vyetu kwa sababu nilitaka mjue kwamba we are so clear about what we want to do. The clarity is crystal clear. Ukiniamsha siku unataka nini kwenye kilimo, I know it. Na imeshaji cascade downwards. Kwa sababu ukiongea mimi, akiongea Bashe, akiongea Masawe, akiongea Tumbo, akiongea Nyasebwa, wote sasa hivi tunazungumza lugha hiyo. Hivi ndio vitu ambavyo tunataka tuende navyo. Na mbegu is at the center of it. Na tunajitahidi sana huko tunakwenda, na ile nilisema vile vile kwa sababu tunataka kuchagua mikoa 3 ya mfano kwa ajili ya shughuli za ugani. Na ninachotaka ni kwamba wote nguvu zote tuzipeleke kule, kwa sababu tusipofanikiwa watu tutakata tamaa. So hakuna nafasi ya kushindwa. Mikoa 3 ya kielelezo kuhusu huduma za ugani. Tusipofanikiwa, kwa sababu tukifanikiwa tunaweza sasa kwenda kuongea na wenzetu ndani ya serikali kwamba tunahitaji sasa fedha za kutosha tupeleke huduma hii nchi nzima, kubadilisha kilimo kabisa. Tusipofanikiwa itatusaidia. Kwa hiyo hata ASA naomba mjue hilo. Wakati wa mbegu priority itakwenda kule, lakini itabidi to import mbegu kwa sababu alizeti will be at the heart of it. Pamba itakuwepo katika hiyo mikoa. Na sasa tutafanya, ndio ninasema tutatransform ugani nchi nzima, tunawekeza. Bodi ya pamba najua mtafanya kwa eneo lote ambao wanalima pamba. Bodi ya chai nadhani tunakwenda huko, bado korosho tunakwenda. Lakini mikoa 3 ambayo inaingiza mkoa mmoja unaolima sana pamba, tunachotaka ni kuhakikisha kwamba bwana shamba, nilikuwa naambia watu zamani, mtoto mdogo kijijini ukimuuliza unasoma uwe nani, atakwambia madaktari au bwana shamba au mwalimu, ndio watu wanaowaona wale ajira. Siku hizi nani anasema nataka kuwa bwana shamba? Ile hadhi imeshuka, si ndio? Zamani tulikuwa tunaona wanatembea na Honda Trail. Siku hizi peku kwenda kwa kulima. Ya unakuta alafu bwana shamba mmoja tu yuko kata nzima. Matokeo yake wengine ukweli hata knowledge imeanza kupotea. Aliniambia mtu mmoja shambani, alimuita bwana shamba ana matango, analima matango. Bwana shamba ili tunda gani ile? Yeye muita mshauri, sasa yule anataka ashauri na mkulima. Mimi swalaumu tulipuuza kidogo shughuli za ugani. Kwa hiyo lazima tuzirudishe. Na wale waliopo kule wala hatutawaacha, tutawafanyia retraining. Tuna revamp visenta vyetu hivi vya kufanya training. Kiwaje kwa hapa Msalata au Biawana sio? Biawana. Tuna kirevamp, tutawaita. Nilikuwa naambia wenzangu bwana, kuna workshop zinafanyika kama workshop ukienda Morena, kuna workshop hapa, ukienda Serena kuna workshop. Tunahitaji na sisi workshop za wale maafisa ugani
na tuna vituo vyetu. Wanakuja wanakaa wiki 3, tunazungumza hali zetu. Leta mtaalamu kutoka Sokoine, leta mtaalamu kutoka Tare, leta mtaalamu kutoka wherever, hata kutoka nje ya nchi, kaa pale zungumzeni. Tunaendaje tukienda kwa mkulima, tunamwambia nini na kadhalika. Kwa hiyo hayo ndio yaliopo jamani. Nilikuwa nataka kuhakikisha tu mwenyekiti kwamba we have it in our mind. All we need is to translate it into reality.